tunakukaribisha rasmi sasa hivi kwenye The Classic, na kama ambavyo nilikuambia awali, leo bwana ni siku ambayo tumebarikiwa kuwa na moja kati ya wanamuziki ambao leo yeye atatuambia hasa genre yake ambayo anaifanya ni ipi, lakini sisi tulikuwa tunamtambua kama ni mwanamuziki wa muziki wa dance, lakini sasa yeye ni mtaalamu pia ambaye alikuwa na tabia ya kufanya fusion fulani. Ndokoa hapa anaweka hapa, kwa hiyo alikuwa anabadilika. Kwa leo atatuambia genre yake ni nani, lakini kama ambavyo nimekwambia ni moja kati ya waimbaji bora kabisa ambao wamewahi kutokea katika historia ya muziki wetu. Ladies and gentlemen, leo tunamkaribisha Mr. Fresh Jumbe kwenye The Classic. Karibu sana Fresh Jumbe. Asante sana, nafurahi kuingia tena hapa katika EFM kwa mara ya pili. Mambo vipi my brother? Nashukuru bwana, mambo safi, inaenda vizuri kama Mungu anavyopanga. Okay, nimefurahi kwa sababu mimi nimeanza kukuona nikiwa kijana barobaro, mdogo lakini mpaka leo nakuona uko fit bwana, yani uko vile nini, yani kama akijatokea kitu kama umri uendi hivi. Na hilo neno nakwambia, karibu kila mtu ananiambia hivyo, mpaka mke wangu mwenyewe anashangaa. Mashallah, baraka hiyo. Nafikiri nimepause kidogo, kuna mambo mengi Mungu amenituma nifanye, bado sijamaliza, kwa hiyo ibidi usiende haraka vile, mpaka uyamalize ile mambo una relax sasa. Okay, hata nikizeeka ni sawa. Lakini hiyo brother, hiyo ni discipline hiyo. Ndio. Kuna discipline ambayo uko nayo. Of course. Unajua kwenye maisha lazima kuna nidhamu ya maisha uifuatie. Kuna nidhamu ya kila kitu, nidhamu ya kazi, nidhamu ya maisha, kujiheshimu wewe mwenyewe kwanza. Ndio. Sio kujiheshimu kwamba eti watu wakuone nini. Kuna kuheshimu mwili wako, kuheshimu nafsi yako, heshima yako. Unaenda unakuta upati maskendo mara ukuti umelewa, si umefanya nini, au umekula chakula cha ovyo, unaumwa kwa sababu ya chakula ya ovyo tu. Nini usile, nini ule, na kwa nini. Inatakiwa ujue. Ukiyajua hayo, nafikiri mtu yote unaweza kwenda vizuri sana katika maisha yako. Na mimi Mungu amenijalia kwa upande huo niko vizuri, discipline katika kila kitu, pamoja na maisha yangu, chakula, kazi, nini, kila kitu. Na ndio maana leo hapa nimechelewa kidogo hivi, nimesikitika sana kwa sababu mimi leo dereva wangu hakuepo, nilikuwa peke yangu. Kwa hiyo nimeendesha na navigate ananiambia kata kushoto, kata kulia, na njia zenyewe saa nyingine unaambiwa kata kushoto, njia hakuna. Unajua jiji la Dar es Salaam limebadilika. Mimi huwa ukiniambia rafiki tuanze saa 8, mimi saa 7:30 niko pale. Hiyo ni moja ya nidhamu ya maisha yangu kwa ujumla wake, ambayo ni kitu muhimu sana kusema kabisa. Kila mtu ambaye amefanikiwa lazima kuna namna hiyo ya kubalance muda. Hiyo inakuwa ni moja kati ya kabisa sehemu zake muhimu sana. Hata chakula unaambiwa hiki usile, kwa nini? Unatakiwa ule hiki, kwa nini? Wakati nakula mimi najua hiki nakula kinaenda kufanya nini mwilini, hiki kinaenda kufanya nini, nakula hiki kwa sababu gani. Hiyo nidhamu hiyo ninayo sana. Mashallah. Hongera sana bwana. Nakushukuru, asante. Hapa kwa sababu pia The Classic inajumuisha vitu vyote, lifestyle, muziki wako. Kwa hiyo naweza nikauliza ziada hapo kidogo. Haina shida. Kwa kuwa katika mizunguko yako, najua tutazungumzia hili, lakini katika mizunguko yako ndio umeishi sana Japan. Ndio, miaka mingi kuliko nilivyoishi Tanzania. Nilivyoishi Tanzania. Na wa Japan ni moja kati ya jamii ambayo inatajwa kuwa ina nidhamu ya vitu vingi sana. Kupitiliza sana. Sasa kuna possibility kubwa sana pia maisha ya kule yamekufanya nafikiri yameniongezea. Nadhani nilivyotoka hapa kuna mambo mengi nilikuwa nayo kabla kwenda Japan ambayo ni tofauti sana na wenzangu walikuwa wanafanya hapa. Mfano mambo kuchelewa sikuwa nayo tangu zamani. Mfano tukidaiana, nikikudai ukisema utanipa kesho unipe kesho, na mimi nikikukopa ile siku utaniambia nitakurudishia ile siku. Sure. Kama kutakuwa na tatizo nitalizungumza ile tatizo before mapema kabisa. Unaona? Kwa hiyo ni tabia nilikuwa nayo tangu mwanzo. Sasa nimefika kule nimekuta dunia nidhamu tena ya kupitiliza. Mpaka kuna rafiki zangu wengine wa Japan, wengine wanasema bwana wewe unakuwa na mambo mengine unatupita hata sisi. Lakini ni jambo zuri kusema kweli. Yaani kadri ambavyo unakuwa
unaweza kuadapt hizo mambo, kwa sababu sijui, lakini kwa mtu yote ambaye anabarikiwa kupata safari kidogo, ndio unaweza ukajijua kwamba mimi tabia zangu ziko sawa sawa, ama nahitaji kujirekebisha. Kinachoshangaza ni kwamba kule pia nakutana na wenzangu ambao ni Watanzania wenzangu, wamekaa miaka mingi, lakini unakuta wao hawajabadilika wengi wao. Kuna baadhi wachache ambao wamebadilika, lakini wapo wengi tu wako kama mtu mambo ya Kiafrika sana ndio wanafanya, sijui kwa sababu gani. Hao ndio wengi, au ndio jasiri acha asili wanasema wengine labda. Sawa fresh jumbe bwana. Nitakupa, ilikuwa tunazungumza kidogo, lakini nakupa taswira nikupe. Ndio. Kwa nini leo kwa nini tulikuomba kwenye hii show hapa ya The Classic? Hii The Classic bwana kusudio lake hasa tangu tulipoanzisha hichi, kusudio lake ni kuzungumzia legacy. Na ni straight, ni kutoa heshima katika kile ambacho umekifanya. Kwa hiyo maana mtu yote ambaye anasikiliza The Classic akisikia tu fulani yupo kwenye The Classic, anajua leo tunazungumzia kile ambacho umekifanya, kwa hiyo tunajaribu kukuheshimisha kabisa. Nashukuru. Yes. Mimi ninafahamu kuwa kuna uwezekano labda nimekifanya makisio kwamba zaidi ya miongo mitatu kwenye game, kwa maana zaidi ya miaka 30. Na ni kweli. Uhalisia umeanza rasmi kabisa muziki zaidi ya miongo mitatu, ama inaweza kawa hapo tuko vizuri zaidi hapo kwenye miongo mitatu? To be specific, mimi nimeanza muziki mwaka 82. Miongo minne hiyo sasa. Kwanza ile kama kuanza kule Tanga. Sasa 83 ndio nilikuwa nimehamia Dar es Salaam, naweza kusema nimeanza professional muziki kama professional musician, kutegemea kuishi kwa muziki na nini na kila kitu. Na nikaanza kusikika nikiwa na Dan International ya Jabal Marijani Rajab, ndo natoka nikiwa mtoto mdogo bado. Ni mwaka 83. Nakumbuka kabisa mwezi wa 3 ndo nimejiunga na ile bendi mwaka 83. Na baada ya miezi 6 tu nikawa mimi najulikana nchi nzima, ni mabendi yananifuata hivi na hivi. Kwa hiyo mimi sikusota sana kwenye muziki. Kama hapo nakwambia 82 ndio nimeanza nikiwa mdogo bado niko shule. Sasa mimi sikutaka kuendelea sana na shule, kitu ambacho baba alikitaka. Sasa baba alikasirika alivyoona mimi nakataa, kwa sababu mimi ndo mtoto wake wa kwanza. Na babangu mimi nakusoma. Familia yetu hata mama alikuwa kusoma sana. Kwa hiyo walitegemea na mimi nilikuwa na walivyosema nilikuwa na akili nzuri sana, na ni kweli. Walianza kunipeleka madrasa ambapo nilifahamu vizuri sana. Kwa mfano, kabla hata sijaanza shule msingi, mimi nilikuwa babangu akilitoa barua mimi ndo namsomea. Kizungu hiki kawaida hii. Wana barua hata kuandika mimi namuandikia. Sijaanza shule, nasoma tu ile madrasa. Kwa hiyo akili yangu ilikuwa nzuri sana kwa wakati niko mdogo. Sasa lakini sasa baba akawa na matumaini sana kwamba mimi ningeweza kufanya mambo makubwa katika familia yake. Sasa mimi kisome ningepiga tu kubwa, na yeye alikuwa ready kwa hiyo, kwa sababu alikuwa amepata kazi, anafanya kazi bandarini pale Tanga. Ni mtu wa kawaida, apata mshahara wake, anaweza kumsomesha mtoto, ana wasiwasi. Na kajenga nyumba yetu ile safi. Sasa mimi nilivyomwangusha, kwa sababu wadogo zangu karibu wote walionifuata hawakuonekana kuwa na akili nzuri kama mimi. Sasa nilivyomwangusha kwa ile alikasirika sana. Mimi nina miaka 14 hivi, nikawa ndo akanifukuza. Sasa ndio nimekataa kuendelea na masomo. Aliponifukuza sasa mimi nikakaa tu ghetto pale Tanga kidogo kwa miezi kadhaa hivi, nikapiga muziki pale Tanga. Ndio baada ni kama miezi 6 tu ile kusema ndo nimetolewa nyumbani sana, na sasa nimeshikilia kabisa muziki. Kwa hiyo baada ya miezi 6 ndio bahati nzuri Marijani akaja Tanga pale kutembelea, kama tour, alikuwa kwenye tour. Akitoka hapo aende Moshi, Arusha, wapi mpaka wapi. Kwa hiyo nilivyomvaa mambo ile kaingia, nikakubalika kuingia kwenye bendi. Lakini nikaambiwa nitajiunga Dar es Salaam wakirudi. Na baba sasa kishanifukuza. Mimi nikachukua begi langu nikahamia Dar, nikawasubiri huko. Walikaa kama miezi 3, walikuwa wanazunguka sana, naenda Moshi, Arusha, Mwanza, sijui Tabora, kutokea mpaka Kigoma. Walivyorudi wakanikuta mimi niko hapa mjini. Hapo ndo maisha yangu yalianza kubadilika kimuziki. Kwa hiyo nikawa ndo Marijani akanichukua, na Marijani kama wanavyomjua watu ni kwamba alikuwa bendi yake ile, wewe usipata nafasi ya kuimba. Ataimba yeye, nyinyi mtaitikia.
Sasa nilipotokea mimi akaona namna yangu ya uimbaji na nini akanipenda sana. Katika nyimbo zake nyingi akatunga na vipande vya mimi kuimba. Wakati mdogo sijui kutunga wala nini. Akasema hiki kipande utaimba hivi, hiki utaimba hivi. Aliniamini sana, kunipenda sana. Sasa hapo ndio ikawa nimetoboa kabisa, yani kiajabu ajabu. Nikawa maarufu kuliko watu maarufu wenyewe. I say? Hongera sana. Asante sana. Historia inasema katika hiyo purukushani na mzee hiyo. Ndio. Wanasema uliwahi kuwapa ukasema kwamba katika maisha yangu kama nitakuwa tajiri, nitakuwa tajiri kwa sababu ya muziki, na kama nilikuwa maskini nilijiapiza. Ulisema hivyo? Nilijiapiza nikasema mimi sitakuja kufanya kazi nyingine. Kama nitakufa maskini wa kutupwa itakuwa ni kwa sababu ya muziki. Na kama nitakuja kupata utajiri mzuri utakuwa umesababishwa na muziki. Na hapa nilipo ndo kama unavyoona ni vitu vyote vimekuja kwa sababu ya muziki. Sasa hivi na biashara kadhaa nyingine nyingi tu, lakini yote na ndio maana muziki siuache mpaka leo. Nifanye nini, ni na biashara gani na nini, lakini muziki lazima tena niifanye kwa kiwango kikubwa. Hiyo spirit sio ya mchezo hiyo mzee. Ni kutoka kwa Mungu nafikiri. Wewe huwezi kupata tu hivi hivi. Ile that mpaka unafikia hiyo decision ya kusema hivyo. Manake kulikuwa kuna inspiration moja nguvu sana ulipata kwa ndani, nafikiri kitu fulani kinanisukuma. Sasa kwenye 80s and 70s nani hasa ulikuwa unamtazama kama inspiration ukiachana na kama role model? Kusema kweli nilivyoanza, wakati sijaanza muziki niko kule Tanga na wasikiza huyu. Unajua zamani tulikuwa hatuna TV. Tulikuwa tuna either video VHS zile au nini au radio. Sasa tulikuwa tunawajua watu wengi kupitia radio, na vile wakija kwenye live ndo tunawaona. Kwa hiyo mimi nilivutiwa na watu wengi sana. Alionivutia kwa mambo kwamba lazima niende nje nikanda Bongo Man. Hiyo sijaisema hiyo. Sijasema, nasema mara kwanza, lakini kwa hapa nyumbani kwa sababu kwenye kuimba sana na ndio maana niliimba na Marijani kwa sababu yeye alikuwa ananivutia zaidi kwenye uimbaji. Sasa nilipokuja Dar es Salaam hapa nikahamia, nikawa sangine natembea kwenye magrupu ya watu na nini, bendi za watu, na wakuta kama kina Remi Ongala. Sasa Remi Ongala yule mimi kama watu hawajui alinivutia kwenye muonekano wa kwenye stage. Yule bwana alikuwa hatari. Stage presence. Ile presence kwenye stage. Wakati ule ndo wameanzisha bendi ya Matimila. Sasa yeye ndio kiongozi pale, mwimbaji kiongozi. Namna anavovaa, namna anavotamba pale kwenye stage pale na nini. Nikawa navutiwa sana kumwangalia. Makorokoro ushingoni, mapete mikononi, alafu namna anavomove pale. Sasa nilikuwa navutiwa sana. Sasa Marijani yeye alikuwa anampenda sana kwa upande wa kuimba. Kwa hiyo nikawa naangalia huku na huku. Sasa tulipopiga muziki nilipotoka Da International, maana sikukaa sana Da International, nimekaa miezi 6 tu. Na wakati ule unajua mwanamuziki yeyote yule wa Tanzania nchi nzima anafikiria ni kama vile mambo ya mpira kwa sasa hivi. Either aje acheze Yanga au acheze Simba. Wewe utapiga Msondo au utapiga Skinde kwa wakati ule. Ndio bendi ambazo zilikuwa ziko vizuri sana, ziko juu na zinalipa. Ukipata tu pale maisha yako yamebadilika. Hasa ilikuwa Mlimani Park Skinde. Sasa mimi sikutafuta bendi. Baada kuomba ile Marijani kuingia tu pale. Sijaomba kujiunga na bendi nyingine yote. Mimi nilikuwa nafuatwa tu. Kwa mfano sasa nilipokuwa Da International tayari demand ikawa iko juu kabisa. Hiyo miezi 6 tu ya kwanza wakati naimba na Da International tulivyorekodi tu bendi karibu 4, 5, 6 zote nzuri, zote za kuajiriwa. Sababu zamani mtu anategemea unaajiriwa kabisa kama shirika la umma au serikali au nini. Kulikuwa na Vijana Jazz, kuna UDA, sijui Bima, bendi nyingi zile za mashirika ya umma. Ukiingia pale kwamba umeajiriwa kama expert, unapata mshahara marupurupu tena mengi zaidi kuliko wale wafanya kazi ofisini pale. Watu wengi ni kama hawajui hiyo mambo. Ilikuwa iko hivyo. Sasa mimi nilikuwa nafuata Msondo, ilikuwa chini ya ile jumuiya ya wafanyakazi wa Tanzania, Juata. Sasa ile wanakupa kabisa ajira, wanakupa nyumba, wanakupa bima, wanakupa yani vyovyote. Ukipata likizo unapewa pesa yako, kama una familia, wewe na familia yako mnasafirishwa, mnapelekwa wapi huko nyumbani kwenu, mnarudi, yani hivyo. Na kila mwaka unapata leave mwezi mzima mmoja. Yes. I see. Kwa hiyo kuanzia hapo mzee mambo yakawa. Kwa hiyo miezi 6 ile ya kwanza ndio bendi zilizonifuata, mimi nikachagua ipi niingie kwa sababu Vijana walikuja, Bima walikuja na bendi nyingine, lakini na Msondo nao pia alikuwa ni mmoja wapo. Kwa hiyo nikaamua kujiunga na Msondo kwa sababu ilikuwa ndio mmoja bendi kubwa sana na ilikuwa ina maisha mazuri sana. Ndio nikajiunga na Msondo.
hapo ikawa maisha yameshabadilika, kwa sababu niko mdogo, nalipo mshahara, sielewi nitafanya nini, naulizwa pa kukaa na nasema nitataka kwa sehemu fulani, unalipiwa nyumba, usafiri kwenda kazini unapewa, yani unapitiwa, sio unapewa gari, unapitiwa. Yani hivyo hela inakuwa kama hazina kazi, kwa mshahara sasa ngine unasahau kwenda kuchukua mshahara. Na hapo sasa unajua wapenzi wa muziki na wako wengi. Sasa huku mtu anakutafuta wewe rafiki yake, kukupa hela vitu gani hivyo. Sasa kama maisha ndio yamebadilika kuanzia hapo. Na babangu alinifuata baada ya hapo, kwa sababu kwenda kuuliza mzee ilikuwaje. Sasa mimi nilipotezea kabisa, lakini sasa nilipoanza kazi akasikia mafanikio yangu. Sasa ngine tunasafiri, tunafanya tour, tunaenda Tanga hapa tunapiga. Siendi nyumbani. Mimi nafanya kazi, nikitoka tunaenda kama ni Moshi wapi. Sasa mzee anaambiwa, jamaa tumemuona jana bwana. Jamaa yuko vizuri. Piga muziki sawa sawa. Na nategemewa kwenye bendi. Kwa hiyo akavizia akajalia akauliza nakaa wapi? Akanitafuta yeye mwenyewe. Ndio akaja nyumbani, so huko nini unakuja paka Tanga pale uje kusalimia nyumbani kwako nini? Mimi nilifikiri nikija utanifukuza mzee. Wewe ushanifukuza muziki. Unajua mambo ya muziki mwenyewe alikuwa anaita Manju. Utakuwaje Manju wewe mwanaume mzuri uko? Manju kwa kule Tanga ni wale waimbaji wa ngoma za kienyeji. Kwa hiyo nicha hivyo. Basi akaja tukamaliza, tukawa tumekaa vizuri, tukawa tumeelewana kabla hata sijasafiri. Bwana, kwa hiyo finally alikubali matokeo. Alikubali matokeo sababu ile mafanikio aliona kabisa. Mwenyewe pia alikuja kusema nafikiri Mungu ndio kataka ufanye hivyo. Kumbe babu yangu pia naye alikuwa kama mimi. Tulikuwa tujui sisi. Baadaye alikuja kuniambia kumbe wewe ulifuata nyayo za babu yako. Huyo ambaye ni babake yeye ambaye mimi ndio. Kwa hiyo mzee kwanza alifinya kidogo kukuambia, akusema kwa sababu hakutaka mama. Sawa, hakutaka. Mzee alikuwa ni ngoma za kienyeji sasa yule babu yetu. Ndio sanaa ndo sanaa. Sanaa ndio hiyo. Labda kwa wakati huo ilikuwa hizo ndio kama muziki ya wakati huo, wakati yule mzee anaimba nadhani. Yes. Sasa kuna namna ambavyo unafahamika kuwa pia una produce, unaimba na unafanya shughuli nyingine. Ndio. Ipo vipi historia yako katika upande huu? Kwa maana ya kwanza kupiga vyombo vyombo vingapi unavipiga? Mimi napiga bass, napiga keyboards, gitaa nashika, lakini producer mara nyingi atakuwa kwenye keyboards na labda bass na vitu kama hivyo. Ngoma kupika drums napiga. Konga hizi napiga. Ni vitu ambavyo ni vya rhythm tu. Ukiwa na rhythm unaweza kupiga, mtu yote nafikiri anaweza kupiga. Kama ngoma na hizi drums zile ni ngoma tu zote. So nilianzaje? Kwa hiyo nilipohamia, unajua nilivyoenda Japan kwa mara ya kwanza, nilienda kwa mkataba. Tulikuwa na mikataba ile kwenda miezi 6, alafu unarudi miezi 6. Kama mlifanya vizuri mtaenda tena miezi 6. Kwa hiyo nilikuwa na mara 2. Bendi yetu ilifanya vizuri, ikawa inapendwa. Sasa wakati niko kule nilivyoenda mara ya kwanza, hiyo siku ya kwanza tu nilipofika pale, nikapata marafiki na nikapata mpenzi wangu wa kwanza huko Japan. Siku hiyo ya kwanza nilipotua tu Japan. Ilikuwa mama ya Kijapani au mzungu, Mwingereza. Kwa hiyo yule mama tulivyorudi Tanzania, ile mara ya kwanza tukarudi naye akaja, tukatembea, mzee akaenda kumuona mzee pale na nini, akanishawishi akasema, bwana wewe ufai kukaa huku, wewe ukikaa pale unaweza kufanya bendi yako kule ikafanya vizuri tu, achana na wenzio, yani ile kwenda kurudi niache ile. Sasa hii ndo alifanya mimi nihamie kabisa kule. Kwa hiyo mwaka ulifuata alikuwa kama na likizo, akanichukua tukaenda Uingereza, tukakaa kama mwaka hivi. Sasa ule mwaka nilipokaa Uingereza ndio hapo tukaoana kabisa huko. Ndio tukarudi Japani, mimi na yeye kama mke na mume. Lakini ikaenda kama tukakaa na miaka 3 hivi Japani, baada tukaachana. Ndio maisha. So niliona sehemu ambazo umepita, kulikuwa kuna hiyo kweli London hapo, halafu pia
kuna kitu ambacho kimewatokea wasanii wengi bora, waimbaji bora wote ambao nimezungumza nao muziki wa dance, ndio ni lazima walipitia Kenya. Ndio. Alichoki, Muumini Mwinjuma, yani wengi, Pacho Mwamba pia na wote walipitia Kenya bana. Yes, it seems like Kenya ilikuwa ni sehemu nyingine ambayo ni gate ile ya kutokea. Na wewe ulipita kule? Nilipita tena, nimekaa miaka 2 pale Kenya, Nairobi pale. na marafiki na watu wengi najuana nao. Ni kwamba siku za miaka ile mpaka 80 nafikiri mpaka kwenye mwanzoni mwa 90 labda. Sasa mimi nimeondoka mwaka 90. Ilikuwa nchi yetu ni ngumu hata kusafiri, pia hata kupata passport kwa mfano ilikuwa sio rahisi sana. Tulikuwa bado tukumebezi sana kwenye nchi ya kijamaa sana. Kwa hiyo ilikuwa ile kupata tu kwanza passport, unauza unaenda wapi, unaenda kufanya nini, inakuwa ngumu. Sasa ukifikiria mawazo yako uende nje na huna plani yoyote, ni sio rahisi. Lakini Kenya ni rahisi. Alafu Kenya kuna mipango mingi pale, watu wanatafuta musician wa East Africa watafikia Kenya. Hao watu wanakuja kutafuta, wanakuja kuwachukulia Kenya. Wewe Mkongo, wewe Mtanzania, wewe wapi, utachukuliwa rahisi zaidi, utachukuliwa Kenya. Kuliko mtu atoke nje huko atafute bendi aje aipate Tanzania kirahisi. Ilikuwa ngumu. Unajua hapa kwetu mambo mengi kama yalikuwa yamefungwa kwa wananchi kujua sana mambo ya nje au vitu gani. Sasa Kenya pale nimepitia, kwanza nilipopitia pale nilikuwa na mpango mwingine kabisa. Wewe sikufikiria mambo ya Japani kabisa. Tulikuwa rafiki yetu mmoja alituambia kama tungeenda Uarabuni huko sio na nini, lakini ikawa imekufa pale. Hapo kidogo baada ya matangazo tutarudi. Kwamba ilikuwa ni nchi ambayo ni rahisi kusafiri nje kwa sisi ambao tulikuwa na hamu ya kusafiri nje. Kwa hiyo nilipitia pale Kenya, nikakaa nikapiga bendi pale. Nilianzisha bendi yangu pale Kenya. Kabendi fulani kadogo hivi, tukiwa na mwenzangu mmoja anaitwa Abu Omar, yeye mpiga gitaa, yeye alikuwa ni mwenyeji pale. Kwa hiyo tukatumia nguvu yake na yangu, tukaanzisha kikundi, tukawa tumekiita Marimba Group. Marimba Group. Na wakati tunaanza kufanya vizuri, ndio hivyo ikatokea hiyo bendi ambayo wanahitaji mwimbaji. Hiyo bendi inatafuta mwimbaji waende Japan. Na bendi ni ya Kikongo. Na kama unavyojua Nairobi pale kuna wanamuziki wengi sana, na Wakongo wenyewe wapo pale na nini. Sasa katika kuna kaka yetu mmoja Mtanzania, yeye alikuwa ameishi Kenya miaka mingi sana, anaitwa Ramadhani Othmani, alikuwa mpiga sax. Sasa hivi kwa London. Yeye ndio akanipitia, yeye alijua hii kazi inaweza kuchukua mimi, pamoja na kwamba kuna waimbaji wengi wa Kongo na ile bendi ya Kikongo. Kwa hiyo akatupitia kule, nilikuwa nakaa sehemu moja inaitwa Huruma pale Nairobi. Akaniambia bwana, kuna jamaa wanatafuta mwimbaji, bendi inaenda Japani, itaenda Japani sio mwezi wangapi. Nikasema utapata kazi kweli hapa. So twende nikupeleke. Akanipeleka. Bahati nzuri nilipopelekwa siku na Japani alikuwepo. Kwa hiyo aliniona, hata kama mtu angetaka kunitoa ingeshindikana, labda Mungu alipanga nichukue ile kazi. Basi tukapewa kaseti kwenda kuzifanyia mazoezi nyumbani alafu tuende tukashindani sasa pale waimbaji. Na kweli walikuwa waimbaji kama 6 hivi tulioteuliwa. Mimi nikachukua nafasi ile. Ndio sababu ya kupata contract ya kwenda Japan. Kwa hiyo Kenya kulikuwa na urahisi wa kusafiri nje. Either unataka kwenda Ulaya, unataka kwenda Japan, unataka kwenda wapi. Kwa wakati ile ilikuwa ni rahisi. Nafikiri mpaka sasa hivi pia. Watu wengi base pale, watu wengi wanaotafuta watu au nini kwa upande wa East Africa. Utakuta hata nchi kama ya Kiarabu ama Dubai, Qatar na nini, ukipita pale unaona kwa sababu wa Kenya airport wapo wengi wanafanya viwandani. Kwa hiyo wenzetu wale wana nafasi nzuri sana ya kusafirisha watu kuliko sisi. I say bwana. Kwa hiyo mzee, kumbe mchongo wa kuendea Japan ulianzia Kenya hapo. Kenya ni nchi yangu kwa upande mmoja. Naipenda sana Kenya, mimi Nairobi naipenda. Na wakati ule nilipotoka hapa nilikuwa tayari mtu maarufu, kumbe walikuwa wanatujua kule pia. Sasa marafiki unaona tu unaishi vizuri tu kwa sababu marafiki huyu anataka kukodishia nyumba au anataka kukulipia hiki. Sasa maisha unaona tu hayana ugumu wote pale Nairobi. Kwa hiyo ilikuwa vizuri sana. Na mimi naambia kitu mpaka leo Nairobi Kenya naipenda sana. Sawa. Kabla tujazungumzia wimbo wa mazingira yetu ambao ni wimbo fulani ambao una kastori kake tuhifadhi mazingira.
kuna ile connection yako na huyu Marijani Rajab. Ndio. Yeye alishakukubali katika ukiwa kijana mdogo sana. Ndio. Pengine hata kuandika kama ulivyosema alikuwa bado hujajua, lakini tayari aliona uwezo wako na akakuamini. Yeah. Kwa sisi wengi tulio wengi, huyu bwana tunasikia tu muziki wake na hatukupata kama hivyo. Sometimes wanasema I wish ningebahatika kukaa nao chini ya watu kama hivi, nikapata kusikia. Ni miongoni mwa wale majina ambayo ni gods wanaitwa, wale greatest of all time kabisa. Yeye hasa namna ambavyo anazungumzwa sasa hivi, hayupo tena kwenye uso wa dunia. Namna ambavyo anazungumzwa na kile ambacho wewe ulikichota kutoka kwake, yatosha kusema kwamba ni kweli alikuwa ni greatest of all time, ama kuna nini hasa ambacho ulikichukua pia kutoka kwake? Marijani bwana ni mtu ambaye ana heshima aliyokuwa nayo mpaka kesho kutwa mimi siwezi kum let down au kumdharau au vitu gani. Yes. Katika magwiji tulikuwa na magwiji wengi sana. Yes. Wakati ule mimi ni mtoto, lakini nawaona, nimepata bahati ya kuwaona wengi ambao sijamuona. Labda Baraka Mwishe alikuwa wakati unafikiri kashasafiri huko Kenya, labda wakati mimi naanza, au alikuwa Morogoro. Lakini nilipokuja hapa nimekuta magwiji wengi sana. Lakini katika magwiji wenyewe walikuwa wanamweka Marijani top, wanamweka juu, wanakubali. Yule bwana kwanza, na yeye nafikiri alizaliwa aje apige tu muziki, aje aimbe. Hatari sana. Hatari. Kwenye bendi yake utakuta ni mtu mwenye utanutani, mtu mwenye mazungumzo ya kawaida, lakini kwenye kazi ni vitu ambavyo mimi nimevichukua. Tukiwa kwenye kazi, kama wewe kwanza na kuona tu hufai huko ile level ambayo unaweza kuimba nami, unaweza kuwa mdogo lakini kipaji kinaonekana. Sasa nikikiona kile kipaji nitakingangania. Najua nikikupa hiki na hiki na hiki una urahisi na kufikia kiwango fulani. Lakini kuna wengine wanapenda kufanya muziki lakini ile kipaji hawana. Sasa watu hivyo au hawana uwezo wa bidii kufanya vile vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike. Ni vigumu sana mimi kufanya kazi na mtu wa namna hiyo. Okay. Hivyo zimetoka kwake. Na ukivuruga kazi, ile kazi yake ndio kama ndo maisha. Mfano labda wewe ni mwanamuziki wetu wa kawaida, unapiga gitaa au mwimbaji, tuna show yetu muhimu maalum, tumekwenda kwenye stage, wewe unakuja labda umechelewa au umelewa. Haya, tunakuona labda umelewa, umepanda stage pale, umefika stage pale unaharibu. Ni kitu ambacho huwezi kwenda na mimi. Huwezi kwenda na mimi. Muziki yule Marijani alikuwa anasimamisha katikati ya muziki, anazima, alafu anaambia watu, jamani samahani, anayetuvurugia hapa ni huyu hapa, amelewa. Bwana hebu ondoka kwenye stage. Anakutoa. Ondoka. Anakutia aibu. Kwa hiyo ni mtu wa namna hiyo. Lakini ukikaa naye tu pembeni mna mazoezini au vipi, ni mtu mzuri sana. Sawa. So tumepata kufahamu walau kidogo kuhusiana na mtaalamu Marijani Rajab. Yeah. Sasa turudi sasa kwenye wimbo huu wa Mazingira. Ndio. Hilo ilikuwa una bendi yako inaitwa Safari Sound. Wakati ile ilikuwa Safari Sound. Yeah. Ndekule. Ilikuwa Ndekule ndio. Yeah. Sasa historia inasema kwamba huu ni wakati ambapo pia wimbo wa Mazingira ulijiongezea heshima kubwa sana. Ndio. Na inasemekana kulikuwa kuna competition hapo. Ndio. Ya nani ataibuka na wimbo mkali wa Mazingira, na kulikuwa kuna magwiji hapo. Hii hadithi hasa ningependa uisimulie walau tuijue ile. Asante sana, mkutana na furaha umeuliza kuhusu hilo swali. Unajua nazungumza na waandishi wengi sana. Lakini hawaulizi mambo kama haya. Shukrani. Sasa huu wimbo huu chimbuko lake ni kwamba kulikuwa na tamasha la kuhifadhi mazingira la Afrika. Linafanyika maadhimisho ya Afrika yalikuwa yanafanyika Nairobi. Sasa hizi taasisi za kuhifadhi mazingira za kila nchi za Kiafrika zilipewa jukumu la kutafuta wanamuziki watunge wimbo fulani mzuri wa kuhifadhi mazingira. Sasa taasisi yetu ya kuhifadhi mazingira ya Tanzania ikawa approach Chamudata. Wakati ule Chamudata ilikuwa inafanya kweli, sio chama cha muziki wa dance Tanzania. Ilikuwa mambo yalikuwa fair. Uko kila kitu kikitakiwa kiende hivi kinaenda hivi kinavyotakiwa. Chamudata ikatafuta sisi ambao wenyewe walidhani kwamba hawa ndio wanaweza kuwa watungaji wazuri. Wakachukua baadhi ya wanamuziki. Unakumbuka wakati ule Mariam Maneti alikuwemo,
kulikuwa na mwanamuziki mmoja wa reggae alikuwa anaitwa Kimbute. Alikuwemo, Mafumo alikuwemo na wengine ambao siwakumbuki vizuri, lakini na Cosmas Chidimule alikuwemo na mimi nilikuwemo. Mimi nilikuwa ndo mdogo kuliko wote. Kama kawaida mimi nimekaa hapa wakati niko hapa kabla sisafiri, bendi nyingi ambazo nimejiunga nilikuwa ndio mdogo. Kwa wale kwa sababu nilikuwa najiunga na zile bendi ambazo ni kubwa, ambazo wanamuziki wake ni wa level ya juu, lakini sasa mimi ndio pale nakuwa ndio mdogo. Otherwise hao wenzangu wadogo wengi wapo chini, ni vigumu wao kufikia zile bendi kubwa. Basi ndio wakatupa maudhui kwamba wanataka maneno ya namna hii. Mtunge maneno ya hivi, wimbo tunga mwenyewe melodi unayotaka, lakini maneno yaende hivi. Basi tukachukua maneno yale tukarudi nyumbani. Mimi wala sikutia effort sana vile, nikatunga tu kwamba nikapanga yale maneno, nikatia melody na nini na wenzangu wakafanya hivyo. Wengine nao hakurudi pale, wengine tuliorudi ndio zikapokelewa zile nyimbo. Bahati nzuri walitaka nyimbo mbili, kwa sababu walitaka watu wawili ndio watakwenda kuiwakilisha nchi yetu Kenya kwenye ile tamasha la kuhifadhi mazingira. Na mwenyekiti ni rais au mwenyekiti wa taasisi ya uhifadhi wa mazingira ya Afrika alikuwepo, namkumbuka jina mpaka leo, Nigeria. Alikuwa anaitwa Jimo Omofadaka, yeye ndio alitupatia zawadi. Kwa hiyo wangu, bahati nzuri wimbo wangu ukashika namba ya kwanza. Mbele wa magwiji wote hao. Manake watu wananipa hadithi za Cosmas Chidimule. Hatari huyo mzee huyo, hapana mchezo. Lakini yeye alishika namba 2 kwangu. Alikuwa namba 2 ukamkalisha. Lakini wote tumetoka bendi moja wakati huo. Na wala mimi sikuwa nafikiria ile kushinda. Nilikuwa nataka tu wimbo upate nafasi uingie. Kwamba nimemshinda nani, sikuwa na akilio sana. Lakini ndio ikawa mimi ndo namba 1, mwenzangu akawa namba 2. Basi wimbo tukautengeneza vizuri hapa na nini, ndio tukachukuliwa sisi wawili. Mara yangu ya kwanza nasafirishwa officially na taasisi au msijui kama ni serikali si vitu gani, unapelekwa nje ya nchi, unakwenda tena hizo ndio zikawasaidia pia mambo passport pia kakaa vizuri. Kwa hiyo sisi wawili tukaenda kuwakilisha nchi yetu Tanzania, Kenya, Nairobi, kwenye ule ukumbi wa Kenyatta International Conference Center, nafikiri unaitwa hivyo. Tukaenda kuwakilisha, tukakutana na wanamuziki wenzetu wa nchi nyingi kule, Uganda, Kenya, wapi, nchi nyingi tu. Na huko kule zikakutanishwa kuonyeshwa wimbo wangu ukasimama tena namba 1. Walitaka wimbo simple lakini wenye maelezo mazuri ya kueleweka kirahisi. Hivyo ndio walitaka, hakutaka ile ufundi wa muziki sana si na nini, ilikuwa ule ujumbe unaeleweka kirahisi na nini. Sasa mimi niliweka kirahisi sana. Na production ilifanyika hapa tulirekodi tu hivi na ya kawaida kwa tulikaa kwa Radio Tanzania tukaurekodi ile. Kwa sababu kulikuwa kuna ukisikiliza intro ya wimbo hai sound kama unataka kuanza muziki wa dance. Ni kind of R&B. Mbu ipige hiyo intro hiyo ya mazingira. Yani ukisikiliza hiyo yani iko tofauti sana na zile ngoma ambazo kipindi kile zilikuwa zinatoka. So I was asking myself kasema hiyo hapa Sasa ni kwamba watu walikuja kujua huu zaidi. Wimbo wenyewe original hatukupiga hivi kabisa. Uli utengeza Japani. Ilikuwa ile ya kwanza. Ulienda rumba kabisa la kawaida. Sisi wanadamu ndio wenyewe watawala. Rumba kabisa kama soka rumba. Kwa hiyo ule ndio ulikuwa ni wenyewe original. Sisi wanadamu ndio wenyewe watawala wakuu wa mazingira, lakini inashangaza kuona sisi ndio tuko mstari wa mbele katika kuyaharibu mazingira. Alafu naelezea sasa kama wapi. Sasa ule ndio ulikuwa original. Sasa nilikuja kurekodi kabisa zaidi na Biko Stars. Kama unakumbuka mwisho kabla ya kusafiri tulianzisha bendi mpya kabisa ilikuwa inaitwa Biko Stars. Na kwa kimsingi hiyo bendi ndio ilisaidia mimi pia kuweza kupata safari, kwa sababu ile bendi
tena watu walinishangaa, nimetoka katika mimi nafikiri naongozwa tu na Mungu. Zile unajua hizo bendi zetu hizi Mlimani Park manini ilikuwa ndo mabendi makubwa. Hakuna mtu anaweza toka kwenye bendi kama ile ajiunge na bendi ndogo au aanzishe bendi au vipi. Ni ngumu sana. Lakini kuna kipindi ikatokea kwamba mimi baada ya kutoka Safari Sound nilipata mzozo kidogo na mwenye bendi, nikatulia tu nyumbani. Ikawa ikaja wakanifuata tukaanzisha hii bendi inaitwa Biko Stars. Ambayo sasa mwendo wake ni kwenda kupiga kwenye mahoteli. Yani utoke katika public hii tulikuwa tunapiga kawaida hii ambayo ni nzuri sana kwa upande wetu, tulikuwa tunafikiria na uende ukatulia ni kupiga kwenye mahoteli. Sasa kule kitu kigumu ambacho nimepambana nacho ni kuimba zile nyimbo za kigeni. Ndio marango kwanza ndio naanza kuimba. Nilikuwa naimba tu nyimbo zetu tunatunga na nini. Sasa ile ikatokea kwa vile tunapiga hoteli lazima tuimbe nyimbo za Kikongo, za Kizungu, za Nigeria, South Africa, kitu ambacho kwa mimi ilikuwa ni kitu kipya kabisa. Kumbe Mungu ananiingiza shule pale ili ende kanisaidia kupata kazi nyingine huko nje. Tukakaa Zanzibar bwana hoteli pale miezi 2. Na hiyo bendi tuko kama kambini, lakini tunapiga pale tunalipwa, tunapata hela zetu pale na nini. Tukatoka kule miezi 2 mingine tukaenda Dodoma hoteli. Wakati ile Dodoma hoteli ilikuwa sija serikali sija railway. Kakaa pale miezi 2. Nikawa nimeshaiva kwenye nyimbo za kigeni. Na nyimbo za mimi usielewi hata sasa hivi nikisema nyimbo ya Kikongo mwingine unaweza ukashangaa. Nyimbo za Kikongo, nyimbo za Kizungu. Kwa hiyo nikazizoea. Na ile bendi kama nilivyokuambia ile unipeleka Japan mara ya kwanza ni bendi ambayo ni imebase kwenye Wakongo zaidi. Kwa hiyo nyimbo nyingi za Kikongo na ikawa pale Nairobi tunapiga kwenye mahoteli makubwa, nataka nyimbo za Kizungu, za Kicaribbean na nini. Kwa hiyo nikajijenga sana kwenye ile, ikanisaidia kuweza kukamata ile bendi kama mwimbaji kiongozi na kwenda Japan. You know, sasa mimi na rafiki zangu wasanii ndio ambao sio wa zamani, ni vijana tu ambao wamekulia kwenye Bongo Flava hapa. Ndio. Bana, unajua hii swala la kupiga hotelini ili limewafanya yani hata hawawazi hata kutoka kuingia kwenye game, yani kushindana na watu. Yani kwa sababu imekuwa inawalipa sana. Kitu ambacho kinawalipa vibaya sana. Ni kuzuri sana. Yani kwa mfano kuna mmoja hapa sitaki kumtaja jina hapa. Watu wasije wakamletea kijicho, lakini ana mafanikio sana wewe mshikaji. Na watu wengi wanamuona tu kama wanasema huyu alishaisha kimziki. Ameisha. Kumbe ukija kukutana naye unakuta tofauti. Kwanza yani zimempa hii kupiga hotelini, imempa biashara, imempa yani ana maisha mengine. Na kule ni connection, unakutana na watu kila aina. Na wala hafikiri kurudi huko kwa muziki sio nini. Nimekutana naye bwana, niko Zanzibar bwana, napiga bwana kwenye mahoteli. Sasa ile ina uzuri wake na ubaya wake. Ni kweli, kwa mfano hivyo watu wanaweza kuona kama umekwisha kwa sababu unakuwa kimya. Unakuwa kimya. Lakini kitu labda naweza kumshauri mtu kama huyo, labda unaweza kuwa hoteli na ukapata nafasi ukarekodi nyimbo zako zikawa bado zinavuma huko nje. Unajua sisi tulikuwa hoteli pale tunapiga hizo nyimbo zinazotakiwa, lakini tunafanya mazoezi nyimbo zetu na zikatoka huko. Ndio mmoja wapo hii mazingira na nyingi tu tulikodi nao mara moja wale Biko. Kwa hiyo kwa ni bendi huku ipo na huku ipo. Ukinyamaza kabisa, unajua muziki ili uendelee, ukichukulia mafanikio kama ni kupata tu hela alafu basi ni sawa kwa anavyokwenda huyo bwana. Lakini sasa bado una vitu vyako unataka kuvitoa dunia ivisikie. Sasa inabidi na wewe kwa mfano kama unapata hela nzuri, kama unaanzisha studio yako, unakuwa na ile kazi yako unairekodi pale, unaitoa huko nje, watajua wenyewe huko. Wewe huko unaendelea na shughuli yako hoteli, unaingiza pesa zako, lakini huko na nyimbo nazo zinakwenda kwenye unaweza kaitwa sasa zaidi ya hapo ulipo wewe. Huo ndio ulikuwa kama ushauri. Yes. Bana, sawa. Ladies and gentlemen, bana, tuko na our brother hapa anaitwa Fresh Jumbe, na kama ambavyo umesikia ana hadithi nyingi sana tena za kuvutia sana, namna safari zake zilivyokuwa, namna ambavyo ameweza kupita katika nchi mbalimbali akifanya jambo hili la muziki, lakini pia ni namna ambavyo mtu anaweza kuwa anapiga hatua kupitia ndoto zake ambazo anaziamini. Remember, anasema kama tumerudi kule nyuma, anasema aliapa
Kama atakuwa maskini wa kutupwa, basi itakuwa sababu ya muziki, na kama atakuwa tajiri, basi itakuwa sababu ya muziki. Leo hii tunamzungumza akiwa na mafanikio makubwa kwa sababu tu ya muziki. Hakukata tamaa na alifocus na kile anachokiamini. Majira ya saa 8 kamili, na sasa hivi tunaingia kwenye saa ya mwisho ya The Classic. Hapa tuko na Fresh Jumbe, okay, ambaye ametupa hadithi nyingi sana na nzuri sana, na kusema kweli mimi napenda sana namna ambavyo alivyo professional. Sasa tukiwa tunazungumzia professional artist ndio hawa sasa. Kwa hiyo unaweza tukasikia kwenye mazungumzo yake namna ambavyo alikuwa amechukulia as a professionalism kabisa career yake yote. Sasa kimsingi baki nasi hapo, na unaweza ukatutazama live kupitia YouTube EFM Tanzania, na unaweza ukaacha comment yako hapo. Sasa hivi tuko live kupitia YouTube kwa hiyo unaweza ukaacha comment yako hapo kama unataka kuzungumza chochote kuhusiana na Fresh Jumbe, ambaye kimsingi wewe umekuwa pengine unamsikia tu na hujapata nafasi ya kuzungumza naye. Kwa hiyo ingia sasa hivi hapa YouTube, tuko live, na nikianza sasa hivi hapa nitasoma walau nyingine kadhaa, na wewe utakuja utaniachia hapo ya kwako. Baba Samir wa Burahati Barafu, pamoja sana mwanzo mwisho. Alafu Masonda Muhula anasema leo nimewapata live kutoka Dubai, tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante sana Masonda Muhula kutoka Dubai, umetisha sana. Christopher Milanzi anasema oya Jabir, kama kawaida leo umetuletea chuma kingine. Jumbe, mimi nimeanza kusikiliza nipo shule ya msingi Mandiwa, wilaya ya Masasi, Mtwara hiyo. Bana, asante, najua umekumbuka mbali sana. So shout out to you my brother, asante, na ndo tunapenda hivyo. Anthony Moses anasema tuko pamoja, sina swali kwa huyo mwamba, ila mwamba mwambie na mkubali sana bana. Hii salamu zako kutoka kwa jamaa anaitwa Anthony Moses. Nashukuru sana. Juma Semindu anasema pamoja sana hadi tamati. So drop your comments hapo kwenye YouTube account yetu ya EFM Tanzania. Tuko live hapa na tunazungumza na the one and only mkali Fresh Jumbe, au sio bana? Sasa hivi tunaingia kwenye ngwe nyingine hapa. Fresh, nataka uniambie sasa hivi, mwanzoni kule nilikuwa sija kuchokoza hapa. Ndio. Why Fresh Jumbe? Yani jina likawa ni Fresh Jumbe. Watu wengi wanafikiri hilo ni nickname yangu. Ni jina langu kabisa. Wache bana. Kabisa. Yaani unafikiri walijua labda nitakuja kufanya kazi gani? Niliwahi kumuuliza mzee wangu. Lakini alijibu tu kiutani, kwa nini wewe hauko fresh? Wewe unaonekana uko fresh, wewe jiangalie wewe mwenyewe. Sasa nilimuuliza, alikuwa mtata sana. Mkorofi. Hakutaka kueleza sana, lakini alieleza kwamba kwa nini alipata ile jina. Alikuwa anafanya kazi bandarini. Unajua zamani wageni pia walikuwepo. Alikuwa na rafiki yake mmoja mzungu. Ndio. Sio, ni bosi wake huko bandarini Tanga kule. Okay. Sasa mzee wangu alikuwa anatafuta sana watoto. Alichelewa sana kupata mtoto. Kwa hiyo nilipokuja kupatikana mimi, walienda kuniona yeye na kumuona mama yangu ndio amepata mtoto hospitali, yeye na huyo mzungu. Wanadai kwamba huyo mzungu ndio alitoa hilo jina. Sema fresh, nini walikuwa wanazungumza nini katokea fresh. Okay. Huyo ni kama bosi wake. Akasema huyu bwana alisema kitu kama fresh. Sasa baba aliposikia ile akasema hili ndio litakuwa jina lake. Sasa mimi nina majina mawili, lakini ambalo nalitumia official ndio hili hapa. Ili fresh ambalo ndio kama hata, lakini mimi jina langu nyingine inaitwa Mkuu. Mkuu ndio babu yangu. Okay. Babu yangu ambaye ndio nimechukua jina lake, ambaye ndio huyo alikuwa na yeye alikuwa mwimbaji kwenye ngoma za utamaduni. Ndio maana kwenye hii account yako umeandika Fresh Jumbe Mkuu ndio jina letu la familia. Okay. La ukoo. Kwa hiyo mzee wangu anaitwa Jumbe Mkuu, na huyo Mkuu ndio huyo babu yangu. Kwa hiyo hilo ni jina langu ambalo halitumiki. Okay. Sawa. Sasa Fresh Jumbe, tumepiga maneno hapa kidogo kwa muda. Ndio. Nataka tunapata break kidogo, lakini break yetu ya sasa hivi tunacheza wimbo mwingine. Ndio. Ambao kimsingi unabaki kuwa ni miongoni mwa nyimbo zako maarufu na pendwa katika historia ya muziki wako. Sawa bana? Sawa kabisa. Sasa ladies and gentlemen, huu bwana
unaitwa Conjesta. Wapo Huwa nasikitika jambo moja tu napozisikiliza hizi ngoma. Ndio. Nasikitika kwamba wakati ule technology quality kidogo haikuwa ile kabisa kama sasa, lakini tulikuwa tuna hata wale kina Mzee Marijani hatuwafaidi wale kabisa kwa sababu ya ile quality. Lakini walikuwa wamefanya vitu vikubwa sana. Hata huko pia nikisikiliza unapata taste ya tofauti sana. Hongera sana pia. Asante sana. Conjesta, kuna hadithi kuhusiana na huyu Conjesta. Ndio. Hebu tukupe kidogo. In fact wimbo nilirekodi tena Japan aina nyingine tena. Au ulirudia? Kusana ndio kwa hivyo yani. Hii Conjesta bwana ni story ya kweli. Bwana. Ni story ya kweli kwamba unajua tunakutana na watu wengi kwenye kazi zetu hizo. Sahihi kabisa. Sasa huyu Conjesta ni msichana wa Kichaga. Wakati ule na yeye alikuwa moto sana wakati ule akipita hiyo. In fact nilikuja nikaachana tu na yeye kwa sababu ya uzuri wake, nikawa naogopa kwa sababu unajua tuna marafiki wengi PDG wanaitwa manini, unakuwa na mwanamke hivi karibu kila mtu anamtaka. Na wengine wanataka wanakufuata kabisa rafiki yao, wewe wanakuambia bwana ni fresh bwana, mimi nakupa hiki na hiki na hiki, niachie mali hiyo. Bwana haya mambo ujue yapo kweli, ujue yapo kabisa. Inaweza katokea kizari mtu unaona kabisa hii mali mbona mimi nasumbuka roho, tunaamua kuiacha. Alafu mimi kawaida yangu sipendi kumpenda mtu sana. Mimi muoga wa kuumizwa sipendi. Tangu niko mdogo nikaona huyu hapa nikimpenda sana huyu siku atakuja kunitupa tu hivi afu na mimi nitakuwa matatizo. Sitaki matatizo. Kwa hiyo tulipishana tu hivi, basi tukakata tu mawasiliano, lakini nikasafiri akanitafuta huko mitandaoni akanipata, tukawa tunawasiliana. Lakini akaja akaolewa na rafiki yangu kabisa. Hapa mjini rafiki yangu. Kumbe kuna mchizi alikuwa amekaa beto tu anasikilizia. Wala akuficha mtoto akazaa naye. Na huyo jamani rafiki yangu sana, tena sio rafiki kidogo. Lakini niliporudi ikawa na wao wameachana sasa. Wameachana, lakini nikawa mimi naendelea na urafiki na wale rafiki yangu kama kawaida. Lakini yupo hivi tunavyozungumza, yuko huko Moshi kwao huko, na ananitafuta mitandaoni, tunawasiliana kidogo na mjibu. Saa nyingine anaweza akatuma ujumbe ukakaa miezi miwili sijamjibu hivyo. Sasa hii swala la manzi yako kuolewa na mshikaji wako ishanikuta mimi. Kuna mmoja alikuwa na demo moja hivi. Poa, haida noma. Unaacha tu mwingine. Sijui mwenyewe lakini una urate vipi, kwa sababu mimi kwa tafiti yangu nilifanya pia miongoni mwa nyimbo zako ambazo zilikuwa zinatajwa zimeshtua. Kwa wakati ule unajua kila wimbo ukitoka kuna nyimbo nikwambia kitu kimoja, bahati nzuri mimi katika nyimbo nyingi ambazo nimetunga na zile ambazo nilishiriki karibu naweza kusema karibu zote zilikuwa hit kwa huo wakati. Sasa huu wimbo ulikuwa ni mkali sana, ulikuwa ni hit moja kubwa sana kwa wakati ule. Kwa hiyo na hauchuji kama unavyosikia mpaka leo bado kwa hivyo. Ni wimbo ambao hauchuji na ni wimbo ambao ulikamata sana ulipotoka huo wimbo. I say. Sawa. Tuende zetu kwenye era ambayo sasa tunasema hii ilikuwa ni era sasa, era yetu sisi hapa ya kina mimi hapa kina DJ Mbu ambayo sasa wakati wa ujana wetu ndo tulibang. Sasa hii japokuwa tulikuwa wadogo ila now ndio tunafurahia kwa sababu ilikuwa imetukuza, wanasema imetupitisha katika kile kipindi cha ukuaji. Ndio. Sasa tunacheza classic jam leo hii ambayo sasa inatoka kwake Fresh Jumbe, ambayo kila mmoja anajua hii anaifahamu na ilipendwa sana. Penzi ni kikohozi. Walau pia tupate hadithi ya wimbo huu. Ulileta msemo. Ndio. Nyimbo zina tabia ya kucreate msemo na wanasema miongoni mwa vitu vinakupa taswira kwamba wimbo wako umefanikiwa ni pale ambapo unatengeneza msemo. Kwa hiyo bwana penzi kikohozi bwana. Kwa hiyo uliishi sana msemo. Hongera sana kwa hii pia. Asante sana.
kabla hatujauzungumza huu wimbo hapo sasa ndio nikasema nitakuuliza baadaye kwamba ndio genre gani ya muziki ambayo ulikuwa unaifanya, kwa sababu hapa kulikuwa kuna kama dance unalisikia lakini ukiisikiliza vizuri unagundua kama kuna pop ndani yake, umeona lakini pia kuna rock, kuna some kind of rock, ndio kwa kuna genre kama 3. Yes. Na hata wakati na discuss na bwana mmoja akaniambia kwamba kitu kimoja ambacho Fresh Jumbe alituvuruga ni kwamba hatukujua exactly genre ambayo yeye alikuwa anapiga, kwa sababu tunamjua ametokea kwenye dance, sawa, lakini aina ya muziki alikuwa anapiga aina ya muziki gani anajua yeye. So leo uwanja ni wako, tuambie exactly. Ni kwamba unajua unakwenda sehemu alafu unaangalia ufanye nini. Kwa mfano nilikuwa napiga hii muziki kama tunavyosikia Tanzania, kama Conjesta uliosikia ule nini, sasa umehamia Japan, watakuelewa hiyo Conjesta kama ile, watakuelewa. Okay. Na hata kuna Conjesta nyingine nimeitoa nikiwa Japan, ukisikiza kabisa ni tofauti, maneno ndio yale, melody na rhythm na beat ni nyingine kabisa. Nilitoa ili kukidhi matakwa ya ile sehemu ambayo niko. Okay. Kwa hiyo nilijishtukia baadaye, nikashtukia niko kwenye fusion. Mimi ni mtu wa fusion. Na hata sasa hivi hapa nimerudi, nimeshafanya bendi na nimeshaanza kurekodi, lakini watu wengi wamenishangaa kwamba nyimbo mbili nimeshatoa nyimbo mbili. Huo mmoja at least unaweza kauelewa kirahisi sana, mduara mmoja hivi, unajua mduara huwezi kukwepa. Lakini pia ukisikiza sana ndani kuna fusion na kuna vitu vingine ambavyo tofauti. Na huo wimbo mmoja ambao ndio tumeshautolia na video yake, huo ni unasema uko kwenye rumba, lakini ni rumba ambalo watu wengi wameshangaa sana, liko tofauti. Tutausikiliza majivuno. Ule tu majivuno. Watu wengi umekuja kivingine kabisa. Okay. Kwa hiyo haya mabadiliko yalikuwa yanaendana na sehemu nilipo na wakati. Okay. Kwa mfano sasa hivi umekuja Tanzania, uwezi kupiga ile, uwezi kutengeza nyimbo ukazipiga kama tulivyokuwa tukipiga ile miaka 80 ya 90. Lazima utakuwa umebaki kule. Okay. Sasa hivi tuna generation nyingine, kwa mfano kuna nyinyi na wengine wadogo kuliko nyinyi. Wanasikiza aina fulani nyingine kabisa ya muziki. Na mimi ninachotaka hasa ni kuwavuta hata vijana nifanye nao hata kazi. Lakini at least waelewe ni muziki gani. Mimi muziki yangu mzuri sana. Tutarudi baada ya kazi. Yes. Saa nyingine hapa, lakini sio mbaya sana. Tulikuwa tunaizungumzia penzi ni kikohozi, na ukawa unaizungumzia namna ambavyo unafanya fusion, ukawa unazungumzia sana namna ambavyo umejiingiza kwenye kufanya fusion, ambayo kusema kweli imetuletea testi nzuri sana nyingine kabisa. Sasa mimi bwana, mimi mtundu kidogo bwana. Nikuona one of my favorite artists barani Afrika ni mzee wetu marehemu Papa Wemba. Ile bwana umeona sasa na njia zake nazifuata. Umeona hata ndo nakuja hapo. Hii penzi ni kikohozi ilikuwa kwenye late 90s, ndio? Kwenye late 90s. It was the time pia mzee Papa Wemba hapo ameshapiga ma Show Me The Way hapo. Show Me The Way. The reason why nampenda sana Papa Wemba, na maana alikuwa anabishana watu wengi sana kama mimi. Yani goat wangu wa kwanza namweka Papa Wemba. Wewe unakuwa mfuatiliaji sana. Wewe unafaa kuhoji mambo kama haya. Sababu unajua. Nashukuru. Kama bwana mimi goat wangu mimi namweka Papa Wemba. Na the reason ni namna ambavyo Papa Wemba alikuwa anavyoifanya pop anavyotaka kabisa. Yani huku kwingine huku Lingala sio nini huku anabomoa vizuri, lakini huku kwenye pop unajua ni kugumu sana sometimes, hasa kwa mtu ambaye ana mizizi ya Kiafrika kabisa. Basi nikaa najiuliza, nikaa nasema kwamba siku moja nikikutana na wewe nitakuuliza bana, vipi mzee Papa Wemba pia ulipita? Ndio kumbe unatuambia kwamba ulikuwa unampitia sana katika wanamuziki wa Afrika ambao mimi nawaheshimu sana na najaribu kuwafuatilia. Ndio wa kwanza atakuwa Papa Wemba. Kwa nini kwanza atakuwa wa kwanza yeye? Ni kwa sababu kwanza katokea kama tulivyotokea sisi kwenye marumba yetu. Lakini ukija kumfuatilia yale manyimbo aliyopiga, mapop na nini yani unaona kabisa bwana na zote kazimba vizuri. Unaona sasa huyo ni namba moja na kuna wale kina Angelique Kidjo, wengine kina Salif Keita, kina nani, na waheshimu sana. Huyu mwamba huyu kwangu mimi atabaki kuwa namba moja. Ora nilikuwa naongea na vijana wa jioni ya leo hapa siku moja, nikamwambia mimi nilibishana mpaka na roboti. Niliuliza
robot kwa maana ya AI, nikamuuliza nataka unipe top 10 ya goats wa muziki wa Afrika. AI ilivyokuja ikanipa top 10 ambayo haikuwepo Papa Wemba. Nikamwambia oya, simtanie. Kwa nini Papa Wemba? Wakasema tumesahau eti nasema sasa nimesahau. Nikamwambia weka, wakamweka kwenye top 3. Nikamwambia I still believe ana deserve number 1. Nikakubali kwamba so ni mmoja watu ambao mimi nawaheshimu na nawapenda na nafuata kazi zake. Yes. Na I hope kwa mfano sasa hivi nimerudi hapa, najua nitapata wanamuziki wazuri zaidi na nitafanya vitu kama alivyofanya yeye. Vya aina ile. Nafikiri kwamba tunaweza kuwa tumechukua vitu vingi sana hapo. Ndio. Na kwa namna moja ama nyingine labda unaweza sasa wewe mwenyewe ukatupa darasa pia ama ukawapa darasa wasanii wengine ambao pengine kuna generation ambazo nimeona kuna generation nyingine za muziki wa dansi naziona wanakuja hapo, mtu anaona kabisa yeye ana interest na muziki wa dansi lakini maybe ungewapa darasa namna ya kutengeneza aina hii ya muziki ama kupata hiyo exposure ya kufanya hizo fusion, kwa sababu fusion kwa namna moja ama nyingine na uwezo wa kumbeba mtu kabisa katika levels za kimataifa. Na nisingeenda kwenye fusion kwa mimi kwa mfano nisingeweza kusurvive Japan. Sasa nilikuwa nasema ni namna gani labda unaweza kumwambia huyu msanii huyu kwa bana fusion ni kuna umuhimu ama kujitengenezea hizi levels za kimataifa? Kwanza unajua ukiwa umo ndani ya muziki na wewe unajiita kwamba ni mwanamuziki na bado hata uwe na umri gani, uwe mdogo uwe mkubwa, bado uwe unafikiria kwamba kuna kitu wewe unaweza kukifanya kikashtua either nchi yako au region yako au pengine dunia pia. Ni lazima uwe unafikiria nifanye nini. Sasa wewe labda umetokea kwa mfano mimi nimetokea kwenye muziki wa dance. Siwezi kufikiria nipige wimbo kama ule wa zamani sijui Pamela au sijui Karubandika au vitu gani katika dunia ya sasa hivi. Na sasa hivi imerahisishwa zaidi, unaangalia kwani watu nyimbo za aina gani zinakwenda. Sasa wakati unafikiria hivyo unatakiwa uende na njia ile, lakini originality yako nao iwemo mle. Unaona? Sasa mimi ukisikiza nyimbo zangu unaona 7 ipo inaweza kawa kidogo sana. Unakuta kwa mfano Penzi ni Kozi. Yule bwana alipokuja na gitaa anamwambia piga kama rock, ile gitaa la rock. Ambalo limeogesha sana. Ikashtukia ule wimbo ukawa umenoga zaidi. Kwa hiyo ni kwamba uwe na utafiti, tuseme utundu. Utafiti ni lazima. So utunge tu wimbo, umetunga wimbo basi unaenda. Uone kabisa mimi upende nyimbo zile ambazo unadhani zimefanya vizuri na unadhani mimi nikifanya hii inaweza kufanya. Uzipende zile na ujaribu kupita njia ile. Of course kukopi ile kukopi na kupaste kabisa ni kubaya. Lakini huwezi kufanya kitu kizuri bila kuiga, tuseme unasikiliza unafanya nataka kufanya kama hiki. Lakini cha aina yako. Sasa ile inataka utundu, ubunifu na ni lazima ufanye hivyo ili uweze kupata rangi yako na iweze kukubalika kwa jamii nyingine. So namna ambavyo sasa hivi na tunazungumzia vijana hawa sasa hivi muziki hauna mipaka, lakini namna ambavyo sasa wana adapt sound nyingine ambazo zinaenda katika mlengo ambao kwa mfano wewe ulikuwa unafanya unachukua dance yako unaingiza unachukua unadokoa unaweka lakini sasa hivi tunatupiana lawama wakati mwingine kwamba mtu anaweza kuchukua sound nyingine akaichukua kama ilivyo. Yani as long as kama ni wimbo labda unafanya vizuri kwenye mtandao mtu anaweza anaichukua ile sound yote alafu anaacha kuweka hata vionjo vya kinyumbani. Hiyo ndio kosa moja kubwa na wengi wanafanya hivyo. Mwingine anachukua hiyo sound anaenda anachukua mpaka video au akachukua wimbo huu akachukua sound akaenda wimbo huu akachukua video, vitu ambavyo tena unadili na nyimbo ambazo zimeshafanya vizuri zinajulikana sana. Hiyo kwa mimi naona hiyo inakushushia heshima sana. Na usitegemee kufanya vizuri nchi hizo za nje. Kwa mfano kama unategemea ufanye vizuri nje, labda hii hapa kwako loko ambao hawajui unayofanya, lakini kuiba kupo, unaweza ukaiba lakini ukaiarrange ile nyimbo ikawa ya aina yako. Unajua kuiba, unaweza kuiba chords, labda mtu ajui chords nini, chords ile wimbo unaendaje kutoka hapa unaenda hapa
key ukachange key kidogo, au ukachukua sample fulani, au ukachukua tu rhythm peke yake, au ile beat peke yake. Una beat itaongeze, lazima uongeze vitu pale na upunguze vitu. Huwezi kuchukua kitu kama kilivyo. Ni kwamba utaweza ukawadanganya wachache, lakini kidunia huwezi kutoboa. Na dunia sasa hivi kutoboa kidunia ni rahisi sana, lakini ukijiingiza kwa njia hiyo utashuka, lazima utashuka. Yeah. I say safi sana, na ndio madarasa yenyewe haya, au sio? Sawa. Sasa msikilizaji, nikuambie tu kwamba tumesikiliza baadhi ya kazi, sio kwamba hizi tulizozicheza ndio kazi zake zote, bado kuna nyingi tu ambazo ni nzuri ambazo hatujazigusa kabisa, lakini sasa tutakuwa tumtendei haki bwana kakaangu hapa Fresh Jumbe kama hatujapata wasaa pia kusikiliza kazi yake mpya ambayo tumeizungumza kidogo hapa, inaitwa Majivuno, na naamini kwamba kupitia kazi hii pia utapata nafasi pia ya kwenda kumshuhudia tarehe 7 una show na listening party pale Keko. Yes. Okay, na wewe pata nafasi, karibu sana inshallah. Yeah. Sasa ngoja tucheze kazi hii hapa ambayo Fresh Jumbe yuko na The Samurais inaitwa Majivuno. Hizi ni miongoni mwa ile miradi yake mipya kabisa ambayo sasa ni group, ni bendi kabisa. Okay, ni bendi Samurai kijapani, inaitwa The Samurais Empire, ndio jina hasa la bendi. Hivi kwa mtu ambaye hafahamu Samurai ni nani? Samurai ni wale wababe wa kivita, wale mashujaa wa vita wa Kijapani ambao huwa hawakubali kushindwa. Kama unapambana na samurai mawili, either umuue au ushinde wewe, kuwa ni lazima. Tuseme ndo labda umekuwa na power kweli, umepata hiyo power ya kuweza kumzidi, utamuua. Au akiona anazidiwa sana, anaona anazidiwa sana, atajiua yeye mwenyewe. Hakubali kushindwa. Si mtu wa kushindwa kabisa. Kwa hiyo sisi ni Samurais Empire. Kwa hiyo sisi tumeingia hapa, hatukuja kujaribu. Tumekuja kufanya. Na tutegemea makubwa sana kutoka kwa Samurais. Afu Fresh bana na body ulivyo, unaweza kukuta vitu vimo humo naanguka. Siku nani sana, lakini ukiishi kule unajua unajifunza hiki na hiki na hiki. Japani miaka yote hiyo utamaduni wa Kijapani bwana, Mjapani kushindwa au Mjapani kufanya jambo baya ambalo linaonekana vibaya na jamii, anasikia kama ile aibu ile ni rahisi sana kujiua. Wanajua sana, hakubali ile. Kwa hiyo ni kwamba nidhamu, ndio tunarudi pale. Samurai ni mtu wa nidhamu, mtu wa bidii, mtu wa yani kuhakikisha anafanikiwa, na akikwama aone kama amekwama, atarudia tena. Kwa hiyo tusitegemee kukwama hapa, tegemee kwenda mbele na kufikisha muziki wetu wa Tanzania kwenda mbele. Na ndio maana nataka sana vijana wadogo washirikiane na niwe nao, kwa sababu unajua pia muonekano wa bendi ukionekana vijana wetu wa Tanzania, wengine wanaosikia anakimbilia kwa mapiano sana, ni sawa, mapiano muziki wa Afrika Kusini na nini, lakini sasa tunachanganya, tulikuwa na fusion hapa. Kuna utakuta hii style yetu ya kisasa ambayo yanapendwa duniani ya Kiafrika, of course tunachanganya kama vile tulizungumza namna Papa Wembe alivyokuwa akifanya. Na zaidi nataka vijana washiriki kwenye hii ili tuwarudishe vijana waone kwamba nchi yao ina vitu vingi sana ambavyo vinaweza kuwanyanyua, sio lazima iwe tu bongo flavor au iwe nini. Uko willing kufanya na wasanii wa bongo flavor ambao wapo? Inategemea tunafanya nini. Mtu akinifuata au kwa mimi mwenyewe kwa vitu vyangu nilivyoviandaa, sitegemei kusema nitamuita mtu yote bongo flavor au vipi, lakini itakapotokea kama mtu anakuja na kitu kizuri yote yule mtafanya naye tu. Kwa sababu bongo flavor, ukinitajia bongo flavor sijui ni genre gani hiyo bongo flavor, kwa sababu unakwambia mtu anapiga bongo flavor unaweza kushtukia huu wimbo kusikiza ni rumba au hii ni reggae au ni hip hop au ni nini. Sasa misi ile genre au mapiano. Sasa ukiniambia ile huu mwanamuziki wa bongo flavor sijui hasa anapiga nini. Inanipa tabu kuelewa hii genre hasa ya bongo flavor, huo muziki ni upi? Kwa sababu unasikia ni muziki fulani kwa sababu kapiga kijana mmoja mdogo hivi, yeye sasa kwa sababu yeye atakuwa bongo flavor basi itaitwa tu bongo flavor. Sasa kapiga sasa rumba kabisa.
wala kina nani walioanza wale kina walipiga hisi na makosa sijui nani alifarika, wanasema asili ya Bongo Flava katikati hapa kidogo imepotea, lakini zipo baadhi ya watu wakitoa nyimbo unasikia maneno wanasema sasa hii ndio pure Bongo Flava. Basi nataka nijue hata hiyo. At least wanasema katikati hapo muziki ambayo ilitoka kwenye late 90s na mwanzoni mwa 2000 kuelekea katikati mwa 2000 hapo kidogo ilikuwa ndio pure Bongo Flava. Kwa sababu unajua kuna artist wengine kwa mfano hata mheshimiwa Sugu. Esi ni rapper. Ni hip hop. Yule ni hip hop. Kwa hiyo ile ni Bongo Flava sio Bongo Flava. Maana si ile sisi tuna mzigo Bongo Flava unaochanganya ukiwachanganya na wale wamo. Sugu yupo kwenye hip hop. Yani kwa sababu unajua hata kwenye hip hop yenyewe I mean kwenye Bongo Flava yenyewe kuna rap. Kuna watu wana rap lakini sio hip hop. Kuna ambao wana rap kama Bongo Flava. Alafu kuna watu ambao bado category zao zimebakia kwenye hip hop. Kulingana sasa inachukua vitu vingi hapo. Lifestyle, market is not about rap peke yake. Lifestyle pia, alafu namna ya uwasilishaji wenyewe ulivyo. Kwa hiyo zipo rap ambazo zinaingia kwenye Bongo Flava na sio rap zote zipo kwenye hip hop. Sasa mimi ndio inanipa lakini nafikiri hivi nimekuja nitajifunza. Sawa bwana, mimi nimefurahi sana kuwa nawe bwana leo, na mimi nashukuru sana. Nataka sasa hapa nikupe mchezo mmoja hivi. Ndio tuenzetu haraka nataka nikuchangamshe kidogo. Ndio au sio DJ Mbu? Tumpeleke kidogo tumchangamshe kama alikuwa amepoa hivi. Tumchangamshe kaka yetu kidogo, kaka yetu Fresh Jumbe. Sasa Fresh Jumbe hapa tunaingia kwenye session moja inaitwa Mida ya Lawama. Hapa kuna lawama kidogo tu. Inabidi usiaccept. Ndogo tu. Haina shida, si binadamu. Inabidi usiaccept. Lawama tumeumbiwa uongo. Kabisa. Sawa. Sasa kwa hii Mida ya Lawama nitakuwa nakutajia watu wawili. Ndio. Katika hao watu wawili wewe unatakiwa uchague mmoja tu. Au kama makundi unatakiwa uchague mmoja wapo. Na kama sitaki kuchagua yote? Inabidi uchague. Lazima nichague mmoja. Lazima uchague mmoja. Ndio maana tukasema Mida ya Lawama. Okay, sawa. Zamani hapa tulikuwa anakuwa anakataa kuchagua, alikuwa anapigwa fine. Mimi sitaki kupigwa fine. Okay, sawa. Fine ilikuwa shilingi 10,000 sasa sitaki apigwe fine. Kwa hiyo sawa, twenzetu Mida ya Lawama na Fresh Jumbe. Ndio. Tunakwenda faster sana. Lawama namba kwanza. Alichoki au Muumini Mwinjuma? Na lazima nichague mmoja. Chagua mmoja, lazima uchague mmoja. Muumini. Asante. Wenge Muzika ama Extra Muzika? Wenge Muzika. Wenge Muzika. Pepe Kale ama Kanda Bongo Man? Kanda Bongo Man. Bozi Boziana ama Alus Mabele? Mabele. Shalamwana au Mbilia Bell? Shalamwana. Koffi Olomide au JB Mpiana? JB Mpiana, of course. Christian Bella au Nyoshi El Sadat? Nyoshi El Sadat. Okay. Banza Stone, rest in peace. Au Waziri Sonyo, rest in peace? Banza Stone. All right. Sikimbe au Msondo? Msondo. Okay. FM Academia au Twanga Pepeta? FM Academia. All right. Ya mwisho kabisa leo, my brother, Marijani Rajab ama Mbaraka Mwishe? Marijani Rajab. Definitely. Mwalimu wako. Mtu wangu. Okay. Asante sana Fresh Jumbe bwana. Sisi tunashukuru sana kwa muda wako leo. Tumetumia zaidi ya masaa mawili hapa na hajatosha, which means kwamba una mambo mengi sana kudiscuss. Sana. Inshallah wakati mwingine tutapata wasaa tutakukaribisha tena hapa kwenye The Classic. Inshallah. Au sio? Tutaanzia pale tulipoishia. Sawa. Mimi nakutakia kila laheri kwenye show yako tarehe 7 inshallah. Kama mambo yatakuwa kwa fresh tunaweza tukakutana hapo kidogo. Karibu sana. Nisalimie sana mzee wangu mzee Mbizo. Mzee Mbizo, yeye nafikiri anakusikia hata. Asante sana. Asanteni sana, nashukuru sana. Okay, asante sana my brother Hussein Karuki bwana. Happy belated birthday my brother. Najua ulikuwa na celebrate kidogo na nikakusahau, lakini big happy birthday kwako na kila mmoja ambaye amesherehekea wiki hii na ambaye amesherehekea leo, na asante kwa DJ Mbu
ambayo walikuwepo hapo. Asante pia kwa watu wangu wa TX kule, Rashidi Laxi Pro pamoja na Nelson Mbuzi, na vile vile pia mamen anaitwa Lao for sure. Mpaka wakati mwingine basi, baki nasi, endelea kusikiliza EFM, tuna kusikiliza.